Watu wengi tumekuwa tukija ibadani tukiwa tunawaza juu ya utoaji. Na hii imekuwa shida sana ndani ya kanisa. Lakini kuna mtu mwingine anasema, mimi napokuja ibadani sina hela ya kutoa. Nataka nikutoe kwenye hilo wazo kwamba Mungu hayuko kwa ajili ya pesa yako. Mungu hayuko kwenye hicho unachokiwaza. Kutoa maana yake ni nini? Ni ibada. Ni wewe na Mungu. Ili Mungu aweze kukujibu. Hauwezi kujibiwa bila kutoa. Iwe kwa Mungu, iwe kwa shetani. Kote kunahitaji utoaji. Ndio maana kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Utoaji haukuanza kwetu, ulianza kwa Mungu. Na mtu wa kwanza kutoa alikuwa ni Abili na Kaini. Na ndani ya ile sadaka kulikuwa na kifo. Roho ya uuaji ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya wivu ilikuwepo. Lakini nini nataka kukuambia? Hakuna baraka unaweza kupokea bila kutoa. Huna pesa, toa kichafu. Huna sadaka, watu wanaingia kule kuchafu. Wewe upo, alafu unalalamika sina cha kutoa. Huna mikono. Haleluya. Mimi bwana, unajua hiyo sio kazi yangu. Na nikakwambia ni kazi ya mtu ile. Hata hii madhabahu kusafisha ni kazi yako. Mtu yoyote asije akakuzuia kama unataka kumtolea Mungu kwa sadaka ya usafi mbele za Bwana. Jitoe. Kuna vitu vya kufanya mbele za Bwana. Watu wengi wanamtolea Mungu ambavyo wanaona vilivyobaki tu vichenchi. Nina 15,000 mfukoni, wacha nimpe Mungu hii 5,000. 10,000 hii anabakiza. Ina maana Mungu anataka vile ambavyo wewe ujisikii kutoa. Yaani ili mradi. Kuna watu wanatoa kwamba wanatoa kumpa mtumishi wa Mungu. Au wachungaji watakula pesa. Hivi nikuulize swali. Mtu anayetoa kwa ajili ya kumpa mchungaji na mtu anayetoa kwa ajili ya Bwana, nani ana maana mbele za Bwana? Haleluya. Lakini leo, kanisa la leo, watu wengi yani wanapotoa, wanatoa kwa sababu wanatoa kwa mtumishi wa Mungu. Hawamtolei Mungu. Ndio maana ni ngumu kupokea na ni ngumu kutoa kile ambacho Bwana anataka utoe. Kwa nini? Kwa sababu unatoa kwa ajili ya mchungaji. Ndio maana maswali yamekuwa mengi. Mimi bwana sitoi kwa sababu nimetoa sana. Yaani ule mchungaji ananisumbua sana kutoa hela, mimi nimeshachoka kupeleka hela kwa mtumishi wa Mungu. Hiyo hela ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Yeye ndo alisema tutoe sadaka. Neno linasemaje? Haleluya. Turudi kwenye maandiko. Tusiwe watu tunabeba dhambi. Kwanza una dhambi ya kumuibia Mungu. Bado una dhambi ya usengenyaji. Yaani nguvu ya maneno inakutawala kuliko Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kanisa tubadilike. Unapotoa pesa yako, haumtolei mtumishi wa Mungu, unamtolea Mungu. Ukijua kumtolea Mungu, hautafanya ujinga ambao unauwaza wewe kichwani kwako. Haleluya. Ndio maana hata Ibrahimu alipoambiwa amtoe mwanae wa pekee, hakuwa na maswali. Kwa sababu angejiuliza, mwanangu akifa si nitamzika, alafu nini napata? Yeye hakuwaza hilo. Alimuwaza Mungu. Mungu kasema, akatii
ile sauti. Baada ya kutii, maongezeko, mazidisho yakaongezeka kwake maradufu. Kwa nini? Kwa sadaka tu ya utii wa kutoa kile alichokuwa nacho ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumuone mwanamke mmoja, Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa 36. Tumpitie huyo. Haleluya. Tuandae mioyo yetu kwa kumtolea Bwana. Kujitoa muda wako, kutembea kwa miguu kuja mbele za Bwana. Hiyo ni sadaka. Sina nauli. Unasubiri upewe. Unacheleweshwa muda wako. Ondoka. Njoo mbele za Bwana. Toka saa 10 za usiku. Tembea. Uone wema wa Mungu kwenye maisha yako. Alafu tembea huku unamwambia Bwana, ninatembea, sina mashaka na Yesu, kwani najua yeye yuaja. Hata nikifa najua nitafufuka siku hiyo, na mgoja Bwana. Natembea kwa tahadhari, kwani najua Bwana yuaja. Nitasubiri siku ataporejea, niwe naye kwake mbinguni. Unatembea ukiwa katika roho, hautachoka, kwa sababu unayemfuata ndio atakuongoza kupitia taa ya neno lake. Jitoe. Umekaa tu unasubiri ufanyiwe. Mungu aonekane. Hataonekanaje wakati hata wewe mwenyewe muda na Mungu hauna, ila muda na TikTok tunao. Asubuhi mpaka jioni mtu unaweza kushinda kwenye TikTok. Uliza ulichokipokea. Hakuna. Matendo 9:36. Na mwanafunzi mmoja alikuwa hapo Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas. Yaani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Mwanamke huyu Dorcas alikuwa amejaa matendo mema. Na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Sikiliza. Huyu mwanamke alijulikana. Mtu yoyote anayempenda Mungu anajulikana, mama Kimori. Anaonekana. Na mtoaji anajulikana. Hata kama hana, anajulikana. Haina kificho. Haleluya. Haleluya. Tunapowapokea wageni tunawasafirisha, na sisi tubarikiwe. Mungu anakuona. Hata chumbani kwako anajua unachokiwaza. Anajua jinsi ulivyonungunika kwa manunguniko ulivyopokea ile simu. Hakuna baraka utapokea wewe bila kumtolea Bwana. Tumeambiwa ni mwaka wetu. Hatutatoka patupu. Tutatoka na kila kitu chetu ambavyo ni haki yetu. Hadi wazee wetu tutatoka nao. Sasa kama ni neno letu, tutatokaje bila sadaka? Anasema alikuwa ni mtumishi ambaye alikuwa akimtolea Bwana sadaka. Lakini sikiliza, huyo aliyekuwa anatoa sadaka akafa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Weka koma. Haleluya. Amen. Sikiliza maneno mazuri. Mara nyingi tunaisoma Biblia rafli. Hatusomi kwa kutafakari. Nilitulia nikawaza, hivi kwa nini huyu mwanamke alivyokufa watu walihangaika kiasi hicho? Wakamwogesha, wakampandisha juu gorofani, wakamlaza, wakapata wazo, wakaanza
bila kufikiri, kwa sababu Yafa ni karibu, wakawaza wamtume mtu kumfuata Petro, kwa sababu walijua chochote kinaweza kutokea. Amen. Mioyo yao ilikuwa na utayari. Mwambie jirani, utayari. Utayari. Na ndio maana hawakuwa na wasiwasi, wakawaza nenda kamfate Petro. Walipofika walimwambiaje Petro? Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye. Weka koma. Haleluya. Amen. Mtu mwenye Mungu ana kibali. Amina kubwa sana. Petro alikuwa anahubiri Injili, lakini kwa taarifa anatakiwa arudi. Ilimpasa aache shughuli zote arudi. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu mmoja aliyejua namna ya kumtii Mungu, namna ya kumheshimu Mungu, namna ya kujitoa kuanzia yeye na kuwasaidia wengine. Haleluya. Amina. Hivi unajua kuna wakati tunakwepeshwa ajali bure bila sababu. Bisa. Yaani unashangaa, hapa tulikuwa tugongwe, lakini unashangaa unahepa ajali ile, unaiona kabisa hii ilikuwa ni ajali. Unawaza ni nini kinachokusababisha ile ajali ikutoroke? Ni uwezo wako? Hapana. Ni nguvu zako? Hapana. Ni vile ulivyo? Hapana. Haleluya. Yaani Mungu angelikuwa anaangalia baadhi ya vitu fulani ambavyo sisi wanadamu tunaviangalia, tusingelimuona Mungu kabisa. Kabisa kabisa. Lakini tumepewa bure. Ni sisi kujua namna ya kumsogelea Mungu. Asante. Na ni rahisi sana. Ni formula tu. Formula ya huyu mama, alijua namna ya kumtolea Mungu. Kapandishwa gorofani, kalazwa kitandani. Petro anafatwa, anaambiwa tu twende, anachukua hatua, anaondoka nao, anafika, anapandishwa gorofani. Wajane wote wamejipanga. Haleluya. Amen. Na wajane wakafuatana naye, wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo. Wanalia wajane, wanamuonyesha Petro zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas. Wakati ule alipokuwa pamoja naye enzi za uhai wake. Malizi hapo. Amen. Haleluya. Amen. Tunaweza dada Ana, unapeleka nguo kwa watoto yatima, unaona ni kawaida tu. Yaani kama vile Mungu amenibariki, wacha niwatolee hawa watoto yatima nguo, niwapelekee chakula, nile nao, nifurahi nao. Ni tendo la kawaida kwenye macho ya mwili, lakini kwa Mungu umemgusa Mungu. Amen. Kuna watu wanatoa, wanapiga picha wapate content. Yaani ajulikane kwamba yeye anao uwezo wa kutoa. Siongelei hao. Hao tayari wamekwisha kupata raha zao. Naongelea wale wa rohoni, wanaojua namna ya kumtolea Mungu katika roho. Haleluya. Amen. Kuchukua vitu, pesa, kuweka kwenye gari, kuendesha gari mpaka mahali kituo watoto wapo. Kituo chenyewe kilijengwa na mtu, na anayewatunza wala kutegemei wewe, ila ni neema Bwana amekutokea, ukaamua ushiriki pamoja na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni tendo la kawaida sana, lakini katika ulimwengu wa roho unakuwa umefanya kitu kikubwa sana mbele za Bwana. Amen. Utashangaa watoto wako watasoma, watafika mpaka pale unapotaka wewe wafike. Hallelujah. Wataolewa, wengine wakiwa wanalia, watoto wangu mbona hawaolewi? Watoto wangu mbona hawazai? Watoto wangu mbona wanazalia nyumbani? Kumbe kuna formula.
Haleluya. Wajane wamesimama mbele ya Petro, wanamwonyesha. Hawa ndio akina Petro hawa. Yes. Angalia, huyu mama ametushonea. Wanalia machozi, wanagaragara, wanalia kwa huzuni na uchungu, wakisema nani tena atatokea mwenye moyo wa kutujali kama huyu? Huyu mama alikuwa akitulisha. Leo nani atatulisha? Huyu mama alikuwa akituombea. Nani atatuombea? Yalikuwa ni maneno mengi, ni vile ni Biblia imechujwa. Lakini ichukulia hiyo picha. Hivi wajane wanaweza kulia kilio gani? Ni kama wanani wale watu wa Mbeya wanaitwa nani? Wanyakyusa. Sasa ndio ukutane tata. Jinsi wanavyolia kwa uchungu, wakieleza historia ya marehemu. Niliona hiyo. Haleluya. Amen. Wanalia, wanaeleza uzuri wa marehemu. Haleluya. Amen. Ndio wale wajane. Chukua hiyo picha. Nini kilitokea? Kilitokea nini? Inaendelea kusema Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi, akampa mkono, akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika miji mzima wa Yafa. Watu wengi wakamwamini Bwana. Basi Petro akakaa siku kadha wa kadha huko Yafa. Haleluya. Amen. Tunaona jinsi ambavyo umefanya nini mbele za Bwana ili Mungu akuangalie wewe. Ule msiba usije kwako, uende kwa mwingine. Unataka kupata ajali, Mungu akumbuke sadaka yako. Una nini mbele za Bwana? Hivi tunawaza nini juu ya Bwana ili akomeshe mateso kwako? Umewaza nini mbele za Bwana? Kiti ulichokalia hujawahi kukiwaza kwenye kichwa chako kwamba mimi naweza kutoa sadaka ya kiti, ukakinunua ukakileta? Si umesema labda watakula au watumishi? Basi kinunue, sikinanunulika, kilete. Alafu peleka, mwambie baba niombea hichi kiti, au mtumishi yoyote. Na usitoe kuonekana na watu, toa kwa Mungu anayeona sirini. Amen. Yesu alikuwepo, anaangalia. Gloria ametoa ya mzee hapo, ametoa moyo wao unaongea nini? Akaja ambaye ana 500 tu ndio alionayo, akaitoa. Alafu Mungu akamwona yule wa 500 ndo amemtolea. Unawaza yule mtu akitoka hapo anakuwa yule yule? Hapana. Hutakiwi unapotoa ile 500. Najua kuna baraka zinakuja kwako. Weka nadhiri, mwambie Bwana, leo nimetoa 500, nikija tripu ingine siji na 500. Yes. Nitakuja na zaidi ya 500. Kwa sababu unajua baraka zako utajirisha, wala uchangamani huzuni nazo. Naomba Bwana unisaidie. Ndio nilionayo. Mungu anaona hata ukijidanganya mwenyewe. Mungu anaona. Kuna watu wanajidanganya wenyewe. Haleluya. Amen. Dorcas. Watu wanamlilia. Kwa nini? Amefanya, amejitoa kwa moyo kutoka ndani. Hakutoa kujipendekeza kwa wale wa mama, alijitoa mwenyewe. Ubarikiwe. Haleluya. Amen. Tunapaswa kumtolea Mungu katika mioyo yetu. Usitoe kwa sababu kuna fulani ananiona. Kuna mtu mmoja, siku moja nimekaa naye nikashuhudiwa kabisa.
akaona sasa nifanyeje, leo nina shilingi 5,000 ndo nataka kumtolea Bwana ili huyo aone. Haleluya. Kwa hiyo kila saa naishikashika naionesha hivi. Alafu sasa roho ya Bwana ameshanibonyeza, huyu leo anajionyesha. Hakuna hiyo baraka utapokea. Baraka inatoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unataka umtolee Bwana, amua mwenyewe. Amen. Usitoe ili mama Mwakalinga anione kwamba mimi ninatoaga. Mbona nilifanya? Haleluya. Amen. Kuna watu wana moyo wa kutoa. Leo kuna mtu uko hapa unaweza kuzuia baraka. Mimi siku moja niliwapa ushuhuda. Niliambiwa na Mungu, mpe yule dada kitenge, na ninacho pale ndani. Ndio ninakipenda na mshono nishauandaa. Na Mungu ndo anasema mpe. Akashone apendeze. Na hajaniambia nimpe na hela mashono, amesema mpe kitenge. Nikakaza sikumpa. Na akaja hadi kunisalimia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi amina. Roho Mungu ndundundundu. Toa kitenge na kitaka. Sikufichi, mwaka mzima sikuwahi kununua nguo wala sikuwahi kushona nguo wala nini. Milango ilifunga. Mungu alinifundisha somo kubwa sana juu ya utoaji. Nikisikia mpe huyu, nampa mbio sana. Amen. Hata icheni Bwana akasema mpe fulani, naitoa nampa. Kwa sababu si mimi, aliyenipa ataniongezea maradufu. Naweza nisivione leo, lakini kesho yangu ipo, nitavipata. Amen. Sina wasiwasi kwa njia hiyo. Maana utaguswa tu mama Kimori utaniletea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nakufundisha jinsi ya kuisikia sauti ya Mungu katika kutoa. Hakuna chochote. Kuna vitu vingi kwenye hii madhabahu vya kuleta. Kwa nini tunajizuia baraka zetu? Kwa nini tunazuia baraka zetu? Halafu tunalalamika, Bwana mbona tukuone? Mbona sioni baraka? Mbona Bwana mimi ninahangaika kuja mbele? Ngoja nikwambie, unaweza ukawa ni muombaji sana, ukafunga, lakini bila kutoa, na kuambia upokei. Kabisa. Haleluya. Amen. Sasa vipi ukikaa kwenye uwepo wa Bwana, ukajitoa sadaka kwa Bwana, kwamba mimi wiki nzima ni zamu yangu kanisani. Yaani unakuja, hata kama kuna zamu ya watu wa zamu, wewe jiungamanishe. Amen. Fanya kile Mungu anasema ndani yako. Amen. Hiyo ni sadaka. Hakuna ambaye hana cha kutoa hapa. Hakuna. Kuanzia leo futa hiyo. Amen. Una cha kutoa. Amen. Uone jinsi Mungu atakubariki. Amen. Yuko mama yetu pale mpendwa, hajawahi kukosa ibada tangu wamekanyaga hapa. Mungu anamuonekania. Familia yake sasa wameanza kuingia hapa. Wameanza kuingia hapa. Kwa nini? Alijitoa, akasema hapa ndio nimefika, na familia yangu yote tutakuja hapa kusali. Amen. Na Mungu ni mwema. Haleluya. Amen. Yuko hapa. Sadaka. Tunashindwa kujua namna ya kumgusa Mungu kwa njia moja au nyingine. Uko nyumbani, una kuku karibu 30. Baba yako akiroho hujawahi kumwaza kwenye kichwa chako kwamba katika wa kuku nimtolee Mungu malimbuko yangu. Wakristo walokole ni wagumu kutoa eneo la utoaji. Tunawafundisha kila siku namna kutoa. Kuku wataacha kufa bandani. Alafu ukija, baba niombee, unajua niliweka kuku juzi wamekufa. Wale wa kwanza niliwauza na wale wa pili niliuza, hawa watatu sasa ni banda zima linakufa. Yaani baba tu mwenyewe anashindwa kuambia hivi, katika hao wa kwanza
hao wa pili, hao watatu, Mungu alipata nini? Hata fungu la 10 hukutoa. Tunahitaji kumtolea Bwana. Tuache masiara ili tupate hizi baraka tunazotamkiwa kwenye hii madhabahu. Yes. Madhabahu yenye baraka zetu, madhabahu yenye neema zetu. Tunahitaji kutoa kwa moyo. Dorcas walionyesha nini alifanya. Wewe unamwonyesha nini Mungu ili afufue maisha yako, afufue uchumi wako, afufue kazi yako, afufue watoto wako ambao wamekuwa watukutu. Unaficha hadi shilingi 500. Yaani 500 unaificha. Chumba ukisahau unaweza ukachanganyikiwa huko uliko, maana unahisi utakuta kitu. Uongo naongea? Kwa nini usimwambie Bwana, ili ulinde hazina yangu? Maana hazina yako ilipo ndio na moyo wako ulipo. Amen. Moyo haupo hapa, uko wapi? Kwenye TikTok ndio tutavunapo chochote. Hivi uvivu unaanzia wapi? Si kwenye simu? Kabisa. Ndio ulimwengu wa roho tulivyopandiwa wa giza. Mtu uko tayari kutoa maisha yako kwa ajili ya boyfriend au girlfriend. Unafanya kila kitu kwa ajili yake. Unajinyima. Yaani kuliko niende ibadani na nimepigiwa simu na mpenzi wangu, unaona bora uende. Huoni unamkosa Mungu kwenye maisha yako? Badilika. Tubadilike. Amen. Watu wametoa viungo vyao kwa shetani. Sadaka ya kiungo. Ana radhi awe shoga, lakini amtumikie shetani, asipungukiwe magari. Waangalie wanavyoendesha magari. Usitamani. Mwambie Bwana, nipe langu. Nipe nyumba yangu ya kulala kwa raha, usingizi mzuri. Niendeshe gari langu kwa amani. Amen. Wenzio hawana amani huko. Wanatamani watolewe hata dakika moja. Waambiwe sasa ili agano limeisha. Na kuambia kadri unavyowaza liishe, ndivyo wao wanavyoongeza kasi huko kuzimu. Tajuta kuzaliwa. Usije ukathubutu kuingizwa kwenye maagano ya kishetani. Kuna sadaka ambazo huwezi kuziacha. Watu wametoa watoto wao, ametoa mke, ametoa na bado anatoa. Wewe vipi kwa Bwana? Tumtolee Bwana kwa mioyo yetu. Amen. Tutoe zaidi ya kule wanavyotoa. Umuone Mungu kwenye maisha yao. Amen. Haleluya. Amen. Si tumeona mtu yuko razi apoteze mtoto wake wa kuzaa, apoteze mama yake, ampoteze baba yake kwa sababu ya kupata maisha ya dunia hii. Mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nahitaji kukutolea wewe. Nahitaji kukutolea wewe Bwana. Simama kwa miguu yako. Amen.